Mwanga oye! Mwanga hamjambo? Marahaba. Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, wajumbe wa halmashauri kuu na wajumbe wa kamati kuu mliopo nasi hapa kwa umoja wenu, waratibu wetu wa kampeni kanda ya kaskazini, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Fredrick Sumaye na ndugu Namelok Sokoine ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro kaka yetu Boisafi, kamati za siasa ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake ngazi zote, mgombea wa ubunge ndugu Ngwaru Jumanne Magembe wa jimbo la Mwanga, wagombea wote wa nafasi za udiwani, viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Mwanga na machifu wenzangu, ndugu zangu wanahabari, vikundi vya burudani na vikundi vya hamasa, ndugu wananchi wa Mwanga, wana CCM, Mwanga oye! Kazi na utu! CCM oye! Ndugu zangu wana Mwanga, kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tumefika salama Mwanga. Kwa na safari ndefu kutoka Tanga, vituo vingi, lakini tumefika salama Mwanga. Lakini nawashukuru sana wananchi wa Mwanga kwa mapokezi makubwa haya na bashasha vibe naloliona uwanjani. Mwanga oye! Lakini haya amesema mgombea ubunge na wengine walionitangulia, ni heshima kwa chama chenu cha Mapinduzi kwa kutambua kazi kubwa iliyofanywa na serikali yake, lakini ni heshima kwa viongozi wenu pia. Mwanga tunawashukuru sana sana sana. Ndugu zangu, kama wazungumzaji wengine walivyosema na hasa mgombea ubunge, kazi nzuri imefanyika katika nyanja zote. Nyanja ya afya, elimu, maji, umeme, tagusia kidogo kilimo, utawala bora na mengine mengi. Sasa sitaki kuyarudia yote yaliyofanywa, lakini niseme kidogo na nianzie pale kwenye maji. Kwenye maji, faraja yangu ni kwamba nimeweza kutimiza mradi ambao marehemu Waziri Mkuu mstaafu, makamu wa rais mstaafu CD Msuya ulikuwa ni mradi wake wa kufa na kupona. Alinifuata na akaniomba miradi miwili. Mradi mmoja maji Same Mwanga Korogwe na mradi wa pili wa barabara ile Msuya bypass. Faraja yangu ni kwamba miradi yote miwili nimeweza kuifanya, ameiona kabla Mungu hajamchukua. Kwa hiyo nawashukuru wana Mwanga na namshukuru Mungu kwa hilo. Niseme kwamba kwenye maji tumeweza kupandisha asilimia upatikanaji wa maji kutoka asilimia 77.5 mwaka 22-23 hadi 81.9 mwaka jana 24-25. Vile vile miradi 26 imefanyika hapa kwa bilioni 4,270,000. Lakini mradi wa Same Mwanga Korogwe peke yake una bilioni 304 na milioni 300. Kwa ni mradi mkubwa sana. Sasa kwenye mradi huu tumefanya awamu ya kwanza, ambapo hapa Mwanga maji tayari yameanza kupatikana, lakini kuna awamu ya pili ya kusogeza maji kwenye maeneo yaliyobaki, vijiji vya Same baadhi yao na kule Korogwe. Na huu mradi kama nilivyomwahidi marehemu almarhumu mzee Msuya, huu mradi nakwenda kukamilisha sambamba na ile barabara ya Msuya bypass.
Ndugu zangu, katika hatua nyingine ya maendeleo, ndani ya Mwanga tulijenga minara 6 ya simu, ikiwemo katika tarafa ya Jipendea ili kuimarisha mawasiliano ya simu na kuwezesha wananchi kufanya shughuli za kiuchumi. Maana sasa mambo yote ni kwenye simu, kununua kwenye simu, kutangaza biashara kwenye simu. Kwa lazima tuhakikishe network inapatikana kila pahali. Tumejenga minara 6 ndani ya Mwanga na ni matumaini yetu kwamba mambo ya mawasiliano sasa yamekaa vyema. Lakini katika kukuza utalii, kama mnavyojua, tumefanya kazi kubwa ya kukuza utalii. Na katika kukuza utalii, kwa huku Mwanga tumefungua lango la eneo la Ndea kwa ajili ya watalii kuingia hifadhi ya taifa ya Mkomazi. Hatua hiyo imechangia kuongeza watalii watakao kuja wilayani hapa Mwanga kwa ajili ya kutalii maeneo yetu. Ndugu zangu, niwapongeze sana Wanamwanga. Wanamwanga ni wakulima wazuri. Wakulima wazuri wa mpunga, wakulima wazuri wa mahindi, wakulima wazuri wa maharage, wakulima wazuri wa vitunguu. Changamoto iliyopo ni ukosefu wa masoko. Nimeambiwa hapa mjini kuna uhitaji wa soko la kisasa. Na wafanya biashara kwa sababu hawana soko, wafanya biashara wanapanga bidhaa zao chini, hali ambayo kibiashara sio nzuri. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu kwamba tunakuja kujenga soko. Soko kubwa, soko la kisasa. Vile vile kwenye kata ya Kileo kuna uzalishaji mzuri sana kama ilivyosema mpunga, maharage, mahindi na vitunguu, lakini hatuna soko. Na kwa maana hiyo wale walanguzi wananunua mazao mashambani. Sasa ili kufanya nguvu za wakulima zirudi kwao, wakulima wafaidi nguvu zao na jasho lao, pale pia tunakwenda kujenga soko kubwa la mazao ambao wakulima watakwenda kupanga mazao yao. Natambua pia kuna changamoto ya wanyama waharibifu ambayo tumeikuta pia maeneo mengine kuanzia Tanga hapo Same mpaka huku tunapokuja. Kuna changamoto ya wanyama wakali wa porini wanaoingia mashambani na kuharibu mazao. Na kadhia hii sasa ipo kwenye wilaya ya Mwanga, maeneo ya Tohola, Kwakoa, Kigonigoni, Mgagao na Kivisini. Tunachokwenda kufanya ni kuongeza nguvu ya kudhibiti wanyama kwenye maeneo haya. Tutajenga vituo vya uangalizi, tutaweka askari wa doria na vifaa vya kisasa vya kufukuza tembo. Tumefanya majaribio pale Korogwe, tumeweka vifaa vya kisasa, tumeweka drones za kuangalia mienendo ya tembo, na tumefanya kazi ya kuwavisha tembo vidani vyenye alama maalum. Hiyo kazi pia tutakuja kuifanya maeneo haya. Wanapotembea na vile vidani, drones zetu zinawaonesha wako wapi. Wakitoka nje ya hifadhi wanaonekana wako nje ya hifadhi, na drones zinakwenda kuwarudisha ndani ya hifadhi. Kwa hiyo tutajenga vituo vya aina hiyo huku Mwanga na kuweka vitendea kazi vyote vinavyotakiwa. Changamoto nyingine niliyoambiwa ipo Mwanga ni changamoto ya magugu maji katika ziwa Jipe ambayo imeathiri shughuli za uvuvi. Vile vile inatishia kuathiri vyanzo vya maji vinavyotegemea ziwa hili. Sasa ili kushughulikia changamoto hii, tumeshatenga shilingi bilioni 1.9, karibu bilioni 2, kununua mitambo inayoweza kuondoa magugu maji kwa haraka. Na tunategemea
Tunategemea mitambo hii tutaipokea ndani ya miezi michache. Kwa hiyo tutaitumia hapa kwenye Ziwa Jipe, lakini maziwa mengine pia ndani ya nchi. Mwanga oye! Wana Mwanga, nimeacha changamoto gani? Changamoto gani nimeacha? Zote nimezisema. Mwanga oye! Aya, sasa wito wangu wana Mwanga, kwa yale ambayo bado hatujayakamilisha, kwa yale ambayo bado hatujayaanza lakini yako kwenye ilani zetu, tunaomba sana tuchagueni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kiko hapa kunadi ilani yake. Chama cha Mapinduzi kiko hapa kuonesha wagombea wake mahiri waliotekeleza ya nyuma na ambao wako tayari kutekeleza ya miaka mitano inayokuja. Wagombea hao wa kwanza ni mimi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayegombea kiti hicho. Lakini wagombea wengine ni wabunge, na kwa hapa Mwanga mbunge wetu Ngwaru Jumanne Magembe, lakini pia madiwani wetu kama wanavyoonekana, madiwani wetu wa kata za wilaya hii ya Mwanga. Tunasema kazi na utu. Wana Mwanga, kazi na utu. Chama cha Mapinduzi kiko hapa kuomba kazi. Tupeni kazi, tukajenge utu wa mtu, tukainue utu wa mtu. Tunapopeleka maji vijijini, tunapopeleka umeme vijijini, huduma za afya karibu na wananchi, elimu karibu na wananchi, kuondoa adha ya watoto wetu kwenda mbali, na mambo mengine, kuzuia wanyama waharibifu wasile mazao yetu, kutafuta masoko ya mazao yetu. Huko ni kujenga utu wa mwana Mwanga. Tukifanya hayo, mwana Mwanga maisha yake yanakuwa mazuri, anakuwa na fedha mfukoni. Lakini zaidi ya hapo, wakati tunazindua kampeni Chama cha Mapinduzi, tulisema kwamba mkituridhia kuturudisha, tunakwenda kuanza na bima ya afya. Bima ya afya ndiyo kinga ya afya ya kila mwanadamu. Tumefanya kazi nzuri ya kusogeza huduma za afya, tena ngazi zote karibu na wananchi. Kilichobaki sasa, mwananchi akatibiwe bila hofu. Unakwenda, umetibiwa, umepona, unarudi nyumbani huna hofu, bima yako inakulipia. Umekwenda bahati mbaya umekufa, maiti haizuiliwi, bima yako inakulipia. CCM oye! Huko ndio kulinda na kuenzi utu wa Mtanzania. Huko ndiko kulinda na kuenzi utu wa Mtanzania. Kila mmoja wetu anapopata maji safi na salama, tukamnusuru na maradhi yatokana na ukosefu wa maji, ni kulinda utu wa Mtanzania. Ukipata elimu nzuri, ujue kushoto na kulia na dunia ikoje, ni kulinda utu wa Mtanzania. Tanzania oye! Kazi na utu. Sasa ndugu zangu, ngoja nimkabidhi vitendea kazi mbunge, alafu tuombe kura. Ilani ambayo inagawiwa ni mkataba baina ya chama na wananchi wa Mwanga, ambao wabunge wanaogombea nafasi hizi wanakabidhiwa, na ndani ya ilani kuna mambo yote ambayo yatafanyika katika sekta zote. Mwanga oye! Haya, tumekabidhi ilani kwa mbunge. Mbunge tumempa mbili, ile ya kitaifa na ile ndogo ya mkoa wa Kilimanjaro peke yake. Hizo ndogo, ukitaka kujua wilaya yako itafanyiwa nini, tafuta hicho kitabu kidogo hivi, utaona wilaya yako itafanyiwa nini miaka mitano inayokuja,
na tumefanya nini miaka minne iliyopita. Mwanga oye! Sasa kwa sababu hivyo, wana Mwanga, si mnaona Chama cha Mapinduzi tulivyojiandaa vizuri, na kila tulichokiweka mle tunajua fedha yake ya utekelezaji itatoka wapi. Lakini nataka niwaambie jengine, tumeongeza makusanyo ya ukusanyaji na tunaendelea kuongeza makusanyo ya ukusanyaji mapato ndani ya nchi yetu, kuepuka nyanyaso za mikopo, kuepuka nyanyaso za misaada. Kwa hiyo tunajua hakika fedha itatoka wapi. Tutakopa ndiyo, lakini mikopo ambayo itaheshimu uhuru wa nchi yetu, hiyo ndio tutakayokopa. Sasa ndugu zangu, mimi mwenyewe pamoja na mbunge na madiwani wote tunawaomba, tarehe 29 tunamwomba Mwenyezi Mungu atuamshe salama wote kwa pamoja, na mabalozi mfanye kazi hiyo. Unapoamka asubuhi, balozi, hakikisha nyumba zako zote zimetoka kwenda kupiga kura. Kwa pamoja tukapige kura, tupate kura nyingi, tupate nguvu, ulimwengu ujue kwamba CCM inakubalika na inatakiwa na wananchi, ili utekelezaji wetu wa miradi uwe wa rahisi kidogo. Tusipate shida kwenye kutafuta fedha za utekelezaji wa miradi. CCM oye! Mwanga oye! Waheshimiwa wananchi wa Mwanga, tunaomba kura zenu na Mungu awabariki. Kidumu Chama cha Mapinduzi!